Tunashukuru Mungu sana kwa nafasi ambayo ametupatia. Jioni njema, Bwana ni mwema. Nataka niwakaribishe nyote wafuatiliaji wa vipindi vyetu katika channel zetu za Wana Matengenezo. Jina la Mungu litukuzwe. Tumeingia katika studio zetu ili kwamba tena tuweze kuendelea na sehemu ya 4. Tulikuwa tunamchunguza ama kuchunguza hoja ambazo anaziibua mchungaji wa General Conference katika nchi ya Tanzania, Magosongo. Na tumeweza kutoa series ya kwanza, ya pili na ya tatu. Hii ni series ya 4 katika mfululizo wa masomo ambayo tumekuwa nayo. Na kusudi kubwa la kutoa somo hili ni ya kwamba tungependa watu waelewe ya kwamba ingawaje anasema watu wasalie katika mfumo, ni kwa sababu jambo la kwanza huenda hajaelewa prophetic parallels ama patterns katika Biblia. Maana tunaamini ya kwamba Mungu kama anawainua watu wa kufanya kazi kipindi cha mwisho, Mungu hawezi kuinua watu wafanye kazi na awache wengine ambao walikuwa wameasi. Inamaanisha ya kwamba lazima tuweze kufikiria tena. Haya ni madai ambayo mchungaji huyu wa General Conference, sababu kuu ya kuonekana akitetea mfumo huo ya kwamba watu wasalie humo, ingawaje anasema ya kwamba mfumo huo umeasi pakubwa, umeondokea kweli na umeacha ukweli wa Mungu. Sababu kuu ambayo ameonekana pia akitetea mfumo ni kwa sababu huenda ameajiriwa na mfumo huo. Yeye ni mwajiriwa pale. Kwa hivyo kama mwajiriwa lazima awe mwangalifu asije akakosea waajiri wake ambao wanampa mshahara. Mimi nimeona hivyo. Hii ni sehemu ya 4. Karibuni watu wa Mungu popote mlipo, jina la Mungu litukuzwe. Tunamshukuru Mungu kwa ajili yenu, ametulinda wiki nzima. Bila kupoteza muda, ningependa tu niweze kuwashukuru wote ambao wanaendelea kufuatilia katika channel zetu. Na pia niwakumbushe tu ya kwamba tuko na channel mpya ambayo inaitwa The New Step Family Show. Na hiyo ni channel ambayo tutakuwa nayo kwa masuala ya kifamilia ambayo tutaianzisha siku ya Alhamisi. Kutakuwa na kipindi. Katika sehemu hii ya 4 tutaweza kuchunguza madai ama hoja ambazo anaziibua pale yule mchungaji, tena ikiwa ni sehemu ya 4, ili makusudi watu waweze kujua ukweli uko wapi. Je, kama Mungu ni mkweli na kama Mungu anatumia mbinu zile zile katika kila kizazi, mbona ataachilia General Conference ikae ama isalie mpaka Sandelo, ila hali huyo Mungu ameonekana akiwaondokea Wayahudi walioasi, kanisa Katoliki ambalo liasi na madhehebu ambayo iliasi mifumo yao? Mbona ataisaza mfumo wa Kiadventista wa Sabato mpaka Sandelo, wakati ambapo kazi itakuwa inaenda kwa nguvu? Hayo ndio maswala tutakuwa tunayajibu. Nataka niweze kufungua sehemu hii kwa maombi. Kwa hivyo ungana nami tuombe. Jina lako litukuzwe, Mungu wetu wa mbinguni, kwa sababu imekupendeza tena tuweze kukutanika kwa ajili ya kuchambua neno lako katika sehemu ya 4. Neema yako itutoshe, watumishi wako wanaofuatilia wabarikiwe pamoja nasi. Tuongoze katika kweli yote, kupitia jina la Yesu tumeomba. Amina. Tunaposoma katika maandiko tunapata ya kwamba Mungu ni mwenye haki, na pattern ama mfumo ambao Mungu ameweka katika maandiko anaufuata huo bila kuondokea mfumo huo. Mfano, katika Roho Nabii tunaelezwa ya kwamba Mungu huchagua watu ambao wanawaitanisha na jina lake, lakini mara nyingi Mungu anawapatia conditions. Maanake anawapa viegezo ambavyo vinaweza kudhibitisha ya kwamba hawa ni watu wa Mungu. Na viegezo hivyo mara nyingi wanapoondokea ama jionyesha ya kwamba si waaminifu katika viegezo hivyo, Mungu huwa anawaondokea wale watu, na mara nyingi tunaona ya kwamba Mungu anachagua watu wengine ili kwamba waweze kuhusika kwenye kazi. Tusisahau ya kwamba kanisa la Waadventista wa Sabato wanajulikana kama watendakazi wa saa 9, the 9th hour laborers, ambayo tunaona katika Mathayo sura yake ni 20, wanaingia kazini kuanzia 1863, wanafanya organization
Baadaye tunaona ya kwamba kanisa hilo ama mfumo huo unaoongoza kanisa hilo linaingia katika uvuguvugu. Linaingia katika hali ya Laodikia ama hali ya upofu. Baada ya Mungu kuleta ujumbe wa 1888 kisha wanaukataa. Kunakuwa na kitu kinaitwa spiritual blindness ambayo inaingia miongoni mwa watu wa Mungu. Sasa kutoka pale tunaona a series of apostasies. Tunaona ya kwamba viongozi wa dini wanaendelea wakiondokea kweli. Hakuna mahali katika Biblia ambapo Mungu amewatambua viongozi walioasi kama kanisa lake. Sikilizeni watu wa Mungu. Na siku zote katika Biblia na hata katika Roho Nabii tunashauriwa kujitenga na viongozi walioingia katika imani potovu. Nisaidie Isaya 9 aya yake ni ya 16. Isaya 9 mstari wake ni wa 16. Isaya chapter 9 and verses number 16. Inasema, kwa maana wawaongozao watu hawa ndio wawakoseshao, na wale walioongozwa na watu hawa na wao ama na hao wameangamia. Hivyo ndivyo maandiko yanavyosema ya kwamba mara nyingi ni viongozi wanaoingiza watu katika uasi. Kwa hivyo kuna kule kupelekwa katika uasi kwa kutaka. Mtu anasema ya kwamba tutawaamini tu hata kama wameingia katika uasi, sisi tutakamatana na wao maana tunaamini ya kwamba Mungu hajawaacha. Hawa ni watu wa Mungu, wanaongea kwa niaba ya Mungu. Mara nyingi Mungu aliwainua manabii katika nchi ya Israeli, akawaambia hawa manabii wawaeleze viongozi, wasije wakasema wao ni sauti ya Mungu. Kwa sababu ya apostasy. Apostasy maana yake uasi. Wakati wote tunapoona wana wa Israeli wanaingia katika uasi, wakati wote tunapoona viongozi wa wana wa Israeli wanawapeleka wana wa Israeli katika apostasy, Mungu huwa anawaambia waweze kuachana na viongozi hao. Ninasoma kitabu kinaitwa Manuscript Releases Volume 14 kabla tujamsikiliza mchungaji. Page 102. Manuscript Releases Volume 14 page 102. Paragraph yake nitasoma, ni paragraph yake ni ya kwanza. Manuscript Releases Volume 14 page 102. Naona? Sikilizeni watu wa Mungu tunapojenga mada hii jioni ya leo. Nataka tu nisome platform moja ambayo Biblia imezungumzia katika Manuscript Releases volume namba ngapi? 14 page 102 paragraph yake ni ya kwanza. Dada White anasema kuhusu Kristo na kanisa lake ama na watu wake. Na nitaomba tuweze kutumia hii pattern na pia tuweze kuangalia hoja inavyojijenga katika maandiko na hoja inavyojijenga katika vitabu vyetu vya Roho Nabii. Anasema the Lord Jesus will always have a chosen people to serve him. Bwana Yesu daima au siku zote atakuwa na watu waaminifu watakaomtumikia. Alafu anaanza kujenga platform, anasema when the Jewish people rejected Christ, wakati Wayahudi walimpinga Yesu, the Prince of Life, mfalme wa amani, he took from them the kingdom of God and gave it unto the Gentiles. Alitoa kutoka kwao ufalme wa Mungu na akawapa watu wengine wa mataifa. Sikiliza mpendwa. Anasema God will continue to work on this principle. Bwana Mungu ataendelea kufanya kazi katika mbinu hiyo with every branch of his work, katika kazi yake yote. When a church proves unfaithful, wakati kanisa lolote hilo linajionyesha ya kwamba sio aminifu tena to the word of God, kwa neno la Mungu, whatever their position, haijalishi nafasi yao au nyadhifa yao maybe, however high and sacred their calling, hata kama mwito wao ni mkubwa kiasi gani, the Lord can no longer work with them. Others are chosen to bear important responsibilities. Dada White amesema haijalishi wadhifa wao ni mkuu kiasi gani, haijalishi mwito wao ni mkuu kiasi gani. Dada White anasema condition, wakiasi neno la Mungu, agano ambalo Mungu aliwaita akaweka duniani kwa sababu ya agano hilo, wakivunja hilo agano,
the Lord can no longer work with them. Anasema ya kwamba wengine wanaitwa. Ndio unaona tunapoingia katika historia ya Wayahudi, wanaitwa tu wakati Yesu anaingia katika historia. Na nitasisitiza hapa, maana mimi ninapomsikiliza mchungaji nikana kwamba jambo hilo limempiga chenga. Wanaitwa waingie kazini wakati gani? Hebu soma Matthew chapter 20. Kidogo tusome Mathayo sura yake ni 20. Mathayo sura yake ni ya 20. Matthew chapter 20. Kidogo tu niweze kupatia aya ya Mathayo 20. Tufike pale kwa haraka. Matthew chapter number 20. Maandiko matakatifu yanasema katika mstari wake ni wangapi? Mtu ananipigia simu hapa kidogo, samahani. Haya. Mathayo 20. Fungua Biblia yako. Tunataka kuangalia. Mstari wake nafikiri ni mstari wake ni wa 5. Verse number 5. Inasema Matthew 20 verse 5. Akatoka tena mnamo saa 6 na saa 9 ama saa 9. Akafanya vile vile. Unaona? Akafanya vile vile maana yake nini? Akawakuta watu wamesimama sokoni bila kazi, akawauliza, "Mbona nyinyi hamjaingia kazini?" Akawaambia, "Ni kwa sababu hakuna mtu aliyetuajiri." Ndio akawaambia, "Na nyinyi ingieni kazini." Kwa hivyo mwenye shamba anatoka saa 6, the Great Advent Millerite Movement, na anatoka tena saa 9. Wacha nikuje ni expound kwa haya mambo baada ya kumsikiliza mchungaji anasemaje. Mimi nataka kujenga hoja yangu saa 6 na saa 9. Alafu ukisoma verse 6 Wacha kwanza nionyeshe kitu. Verse 6 inasema, hata kama saa 11 akatoka akakuta wengine wamesimama, akawaambia, "Mbona mmesimama hapa mchana kutwa bila kazi?" Unaona? Sasa hao wanaoingia saa 11, tunajua saa 11 inaanza Sunday law, sawa? Lakini hawa watenda kazi wanaitwa waingie kwa hiyo kazi, waandaliwe kwa ajili ya kilio kikuu. Wakati gani? Hapo ndio kuna bone of contention, na tutatoa biblical prophetic parallel ituonyeshe ni wakati gani. Wacha leo nabii tuonyeshe ni wakati gani haswa ambayo hawa watenda kazi wataanza kuinuliwa. Ni wakati gani wataanza kuchaguliwa, waanze kuandaliwa, waanze kutiwa muhuri, settling into the truth. Je, ni wakati wa Sunday law ama ni wakati ambapo kabla Sunday law haijafika ili kwamba waweze kuandaliwa, kutiwa muhuri, ili kwamba waweze kusimama? Kwa hivyo watu wa Mungu, it's me talking. Hebu tuone. Nataka tuweze kumsikiliza huyu mchungaji akijenga hoja. Hebu achilia 15:45. Haya, tumsikilize kidogo. Na kueleza, kufundisha, kuhubiri ujumbe wa sasa. Wale wasioelewa kinachopaswa kufanywa sasa watapitwa na kuachwa. Wanaopinga ukweli wa sasa watapitwa na kuachwa. Kwa hiyo kuna watu wanaandaliwa. Sifa yao wanamtafuta Yesu, wanamfuata Yesu kila endako. Wanatubu na kuungama kila dhambi. Wanaomba kwa ajili ya Roho Mtakatifu. Wanasimama na ukweli bila kuyumbishwa. Katika the sealing time, katika kipindi hiki cha kutiwa muhuri, cha kuwekwa muhuri, kwa maandalizi ya mvua ya masika na kutiwa ule muhuri kule mbeleni baada ya sheria ya Jumapili, hao watatambulika na Mungu, wakati wengine wanaachwa. Sasa hicho ndicho kipindi ambacho mfumo wakati ule baada ya sheria ya Jumapili utakapokuwa umeachwa. Kwa hiyo atainua wanaume na wanawake, na kazi ataifanya akiwatumia watu aliyowateua yeye mwenyewe. Sio tena kazi kushikwa na mfumo. Kwa hiyo hata wale wanaosisitiza ya kwamba kwa sababu mfumo umeasi, na mimi ninakiri na kubali ya kwamba mfumo wa kanisa la Waadventista wa Sabato umeasi, lakini hatuna nuru.
ya kwamba sasa tujitenge na mfumo. Tuache kuunda vikundi, kutengeneza mifumo mingine. Hatuna huo muda. Muda tulionao ni mchache sana wa kufanya mambo ya msingi. Mungu hakutupa nuru hiyo. Rudini tena mkajifunze unabii. Mkasome tena roho ya unabii. Fuatilieni hata haya masomo. Kuna kitu ambacho Mungu anakieleza kitakusaidia. Kitakusaidia hakika. Kwa hiyo mfumo huu utaachwa na Mungu atashika kazi yeye mwenyewe. Sasa mchungaji anasema ya kwamba mfumo huu, wakati huu si wakati wa kuachana na mfumo, lakini anakiri ya kwamba mfumo umeasi, lakini tusiwache tukae kwenye mfumo ulioasi. Ukianza kusoma katika Biblia na roho nabii, kwanza Yesu anapoingia Israeli anagundua kwamba hawa viongozi wamekuwa vipofu na shetani amewatumia, vile ambavyo mchungaji anasema wamebadilisha kweli, wameingia katika uasi. Na manabii wa zamani walitangulia kusema haya mambo. Acha nijenge imada vizuri. Nataka nijenge imada vizuri. Kumbuka kuna watendakazi wa saa 11 wanaanza kuandaliwa kwa kazi yao wakati gani? Wanaandaliwa wakiwa nje ama wameshaingia ili waandaliwe kufanya hiyo kazi. Hapa ndiyo kuna utatanishi kidogo kuna andiko ambalo ni la Biblia, la kitabu hicho cha Luka 20 mstari wake ni wa 9. Luka 20 mstari wake ni wa 9. Nataka kutoa kama na Luka ngapi ile? Na Mathayo nafikiri ni 25. Pia nitasoma Mathayo 25. Soma Luke chapter 20 verse 9. Weka hiyo kwanza. Luke chapter number 20. Acha nianze na hiyo. Nataka kutoa aya 2 alafu nizijengee mada ama hoja. Luke chapter 20 and verses number 9. Biblia inasema, akaanza kuambia watu mfano huu. Mtu mmoja alipanda shamba la mizabibu, akapangisha wakulima, akaenda kukaa katika nchi nyingine muda mrefu. Huyu ni Yesu. Na wakati wa mavuno alituma mtumwa kwa wale wakulima ili wampe baadhi ya matunda ya mizabibu. Wakulima wakampiga, wakamfukuza mikono mitupu. Unaona? Kwa hivyo mjumbe wa kwanza tunaona ya kwamba anapigwa na anafukuzwa, inamaanisha hawakubali hawa wenye shamba. Yesu anazungumza kuhusu Uyahudi, lakini pia anatoa unabii vile vile ambao unalenga kanisa la Waadventista wa Sabato, ambao kulingana na mchungaji wamepinga ujumbe wa malaika watatu. Na ni kweli, so malaika wa kwanza amepingwa na amepigwa na ameondolewa miongoni mwao. Hiyo ni kweli kabisa. Angalia jambo la pili katika mstari wake ni wa 10. Ngapi ile? 11. Akatuma na mtumwa mwingine, wakampiga huyo naye, wakamwaibisha, wakamfukuza mikono mitupu. Kwa hivyo huyu wa pili naye wa Ufunuo 14 mstari wake ni wa 8, naye ametiwa jeraha, amefukuzwa. Inamaanisha Israeli leo, kama vile ambavyo mchungaji anasema, ninamuunga mkono 100% ya kwamba mfumo wa Kiadventista wa Sabato umedhuru na umeharibu ujumbe wa malaika wa pili. Hawatambui Babeli tena kama imeanguka. Ndio naona leo wanaingia miongoni mwa Babeli katika miunganiko ya dini. Wameshindwa kutofautisha hii ni Babeli na hii si Babeli. Kwa sababu gani? Sababu wale viongozi ambao wanadaiwa kuwa wa Sabato si wa Sabato. Hao ni Wakatoliki ambao wameingia na wameketi pale. Sasa mchungaji anasema tukae katika mfumo ambao unaongozwa na Wakatoliki wenyewe. Haya ni maajabu. Ni maajabu. Katika Luka hii 20, angalia mtiririko wa matukio. Je, wamekubali ujumbe wa malaika watatu? Inasema katika aya yake ni ya 12. Akamtuma na watatu. Huyu naye wakamtia jeraha, wakamtupa nje. Kwa hivyo leo katika mfumo wa Kiadventista, mjumbe wa kwanza, wa pili na watatu, ilivyo nakiliwa katika Ufunuo sura yake ni ya 14, hawamo tena. Katika mfumo huo hamna. Maana wale ambao waliingia kwanza walibadilisha dini. Tuelewaneni kwanza kabla sijaingia kwa mjumbe wa 4. Ndio nionyeshe take over inachukuliwa wapi. Take over hii, wengine wanaingia kwanza kuandaliwa kufanya kazi. Wakati gani? Jenny Sandelo. Maana tayari tunaona hawa wamekataa ujumbe wao. Wamepinga, yani hawafundishi tena ujumbe wao. Mchungaji anasema mfumo wa General Conference unaendeleza agenda za United Nations. Correct. Na atatuambia hata sasa, ataleta hata documents. Mbona tukae katika mfumo huo? Sasa swali linakuja. Ikiwa hawa wamekataa ujumbe wa kwanza, wa pili na watatu, sasa
kuna ujumbe mmoja ambayo imesalia. Na ujumbe huu utakapoletwa, hapa ndio kuna chanzo cha mgawanyiko nataka nikuonyeshe. Wakati mjumbe huyu wa 4 anaingia Revelation 18, nataka nionyeshe katika Biblia. Hapa ndio watu wengine wanachaguliwa rasmi. Hawachaguliwi Sunday law. Hebu tusome hapo kwanza ndio tujenge imada vizuri. Verses number 13. Basi bwana wa shamba la mizabibu alisema, nifanyeje? Nitamtuma mwanangu mpendwa wangu, yamkini watamheshimu yeye. 14. Lakini wale wakulima walipomuona walishauriana wao kwa wao wakisema, huyu ndiye mrithi. Haya, na tumuue ili urithi uwe wetu. Wakamtupa nje ya shamba la mizabibu, wakamuua. Basi bwana wa shamba la mizabibu atawatendaje wale ambao ni watu wa mfumo? Unaona atawafanyeje? Si anasubiri ya kwamba hiyo mifumo, hiyo structures yote iweze kuanguka. Tunaona Warumi wanakuja 70 AD. Ndio unaona inasema atakuja na kuangamiza wakulima wale. Ni kipindi gani wanaangamizwa? Na ni kipindi gani wanamuua Yesu? Na ni kipindi gani kabla ya kumuua Yesu, Yesu anachagua mitume watendakazi wanaoandaliwa? Tunaanza ni wakati gani wanauawa? Wanauawa mwaka wa 70 AD. Wanauawa kivipi? Mji wa Yerusalemu unatekwa. Structures zote za SDA hazitakuwepo Sunday law. Sunday law ndio mwisho wa structures. Yani majengo yote, iwe ni mashule, ziwe ni makanisa, majengo, ndio mwisho. Naona? Lakini huku nyuma kuna kipindi ambacho Yesu anawaita wale watendakazi, anawachagua. Alafu baadaye anaanza kuandaa na anawaambia tokeni miongoni mwa hawa. Kwa hivyo mjumbe wa 4 anapoingia rasmi, hapo ndio tunaona Yesu anaanza kuchagua watendakazi wengine. Anaanza kuwachagua watu wa Mungu. Turudi kitabu cha Ezekiel 34 verse 10. Ezekiel chapter number 34. Ezekiel 34 and verses number 10 na verses number 11. Tunajenga hoja. Ezekiel 34. Andika chini. Ninarudi kwa Gospels. Yesu atatuambia zaidi, lakini kwanza sababu ya wale pengine hawajafuatilia part 3, wacha tunirudie maandiko haya. Ni wakati gani Mungu anachukua kazi mkononi mwake? Maana watendakazi hawa ambao ni Wayahudi wamepinga ukweli wao. Nasoma kitabu cha Ezekiel chapter number 34 and verses number 10. Inasema, Bwana Mungu asema hivi: tazama mimi ni juu ya wachungaji, nami nitawataka kondoo zangu mikononi mwao, nami nitawaachisha hiyo kazi. Sikilizeni watu wa Mungu. Ni wakati gani hawa wachungaji bandia wanaachishwa kazi? Nitarudia. Maandiko yanasema nitawaachisha hiyo kazi ya kuwalisha kondoo. Nao wachungaji hawatajilisha wenyewe tena, nami nitawaokoa kondoo zangu vinywani mwao, wasiwe tena chakula chao. Wakati gani? Mstari wa 11. Wacha Biblia ijieleze. Inasema, maana Bwana Mungu asema hivi: tazama mimi mwenyewe, na mimi nitawatafuta kondoo zangu na kuwaulizia. Naona 12. Haya, sasa nataka nikuwekee mahali ambapo kazi hii inaanza. Ni wakati gani anaanza kuwatafuta? Kama vile mchungaji awatafutavyo kondoo zake siku ile anapokuwa kati ya kondoo zake. Haya, tumalize hiyo statement. Waliotawanyika, ndivyo nitakavyowatafuta kondoo zangu, nami nitawaokoa katika mahali popote walipotawanyika. Ni lini anaanza hiyo kazi? Tumalize kwa pamoja. Ni lini? Katika siku ya mawingu na giza. Wacha Biblia ijieleze. Hili andiko linalenga wakati Yesu anakuja mara ya kwanza. Na hili andiko linalenga siku ya mawingu na giza ni lini? Kwani Sunday law ni siku ya mawingu na giza? Mimi sijaona katika Biblia Sunday law inaitwa siku ya mawingu na giza. Kwa hivyo mimi nataka nitoe ushahidi katika Biblia siku ya mawingu na giza ni lini, ambapo tunaona Yesu anaingia rasmi na anaanza kuchagua watu wake na kuwaachisha wale wengine kazi. Hii siku ya mawingu na giza ni lini? Tuende kitabu cha Zephania, wacha Biblia ijieleze. In the dark, uliweka Kiingereza hiyo verse vizuri tuweze kuisoma kwa Kiingereza. In the dark and cloudy day. Si imesema hivyo? In the dark and cloudy day, katika siku ya wingu na giza.
Hiyo ndio tunataka kuona katika Biblia. Let the Bible be its own interpreter. Maana anaanza kutafuta kondoo zake waliotawanywa na wachungaji waliobandia katika siku ya mawingu na giza. Zefania. Twende tu Zefania. Acha nianzie verse 14. Zefania chapter 1. Kwanza nikuwekee muktadha, utashangaa na Biblia. Hii siku ya mawingu na giza ni lini? Maana tunaangalia kipindi chetu. Sio Sunday law. Mimi sijaona mahali Sunday law inaitwa siku ya mawingu na giza, sijaona. Wacha nikuonyeshe katika Biblia siku ya mawingu na giza maana yake ni siku gani. Na sio siku ya kurudi kwa Yesu mara ya pili. Wacha tusome Zefania. Wacha kidogo Zefania ama Zefania. Haya maandiko tulikuwa tunayasoma zamani, Mungu alitusaidia sana. Tulikuwa wakati nuru hii iliingia mara ya kwanza mwaka 2008 ndio mara ya kwanza nilikuwa nasoma nuru hizi. 2008 ilikuwa zamani kweli, watu wa Mungu. Sikilizeni. Nasoma kitabu cha Zefania ama Zefania chapter number 1. Inasema hivi, angalieni mstari wake. Wacha ngoja kidogo Nataka nianzie verse 8. Sikiliza. Anasema hivi, na itakuwa katika siku ile ya dhabihu ya Bwana, nitawaadhibu wakuu na wana wa mfalme na watu wote waliovaa mavazi ya kigeni, watu ambao wamekataa haki ya Kristo. Kuna kipindi ambacho kinaanza adhabu ya Mungu, na ametaja wafalme hata wa dunia. Mungu ataanza kuwapeleleza na kuwapatia hukumu. Haya, mstari wake ni wa 9. Na katika siku ile nitawaadhibu hao wote warukao juu ya kizingiti, waijazao nyumba ya Bwana wao udhalimu na udanganyifu. Naona? Na katika siku ile, asema Bwana, kutakuweko sauti ya kilio kutoka lango la samaki, na mlio mkuu katika mtaa wa pili wa mshindo mkuu kutoka mlimani. Haya. Alafu Mungu anaelezea ni nini ambacho watafanya wakati ambapo wataanzisha kuleta hukumu zake. 12. Kwanza soma 11 tuweke kwenye muktadha. Wacha tuende tu polepole. Kumbuka Zefania anaanza kutuonyesha. Kumbuka tunatafuta kitu kinaitwa siku ya wingu na nini? Na giza. Maana ndio siku Bwana anaingia katikati ya watu wake, anaanza kutafuta kondoo zake na anawaachisha wale ambao ni viongozi vipofu kazi rasmi. Zefania anasema kuna kipindi ambacho hukumu za Mungu zinaanza. Alafu 11 anasema, haya lieni ninyi mkao katika Makteshi, maana wafanyabiashara wote wameangamia. Hao wote waliokuwa na mizigo ya fedha wamekataliwa mbali. Inamaanisha ya kwamba wafanyabiashara wataanza kuwa na kiwewe, maana walifikiria kwamba fedha zao zitawasaidia. Aya 12. Tukio gani linafuatia tena? Kisha itakuwa wakati ule, nitauchunguza Yerusalemu kwa taa, nami nitawaadhibu watu walioganda juu ya sira zao, wasemao katika mioyo yao, Bwana hatatenda mema wala hatatenda mabaya. Hiki ni kipindi ambacho Zefania anasema Bwana ataanza kuchunguza Jerusalem. Yani ataanzisha kitu kinaitwa the judgment of the living. Ataanza kuwapeleleza walio hai. Ataanza kuwachunguza walioko Jerusalem. Wacha niteremke na hili andiko, inanifurahisha sana. Hii ni siku gani? Na huko utajiri wao utakuwa mateka ya nyumba zao, na nyumba zao zitakuwa ukiwa. Naam, watajenga nyumba lakini hawatakaa ndani yake, nao watapanda mizabibu lakini hawatakunywa divai yake. Ni kipindi gani ambacho Mungu anafungua ghadhabu zake? Na ametaja wakuu wa dunia, ametaja wafanyabiashara, na ametaja ya kwamba anaanza kuchunguza wale walioko Jerusalem rasmi kwa taa, the judgment of the living. Huyo ni Zefania. Haya, tuende verse 14 sasa. Hawa ni manabii wanaelezea matukio ambayo yanatuelekeza kwa kushuka kwa Yesu mara ya pili. Anasema verse 14, hiyo siku ya Bwana iliyokuu hii karibu, kurudi kwa Yesu. Hii karibu nayo inafanya haraka sana. Naam, sauti ya siku ya Bwana shujaa hulia kwa uchungu mwingi huko. Siku ya 15. Siku ile ni siku ya ghadhabu, siku ya fadhaa na dhiki, siku ya uharibifu na ukiwa, siku ya giza na utusitusi, siku ya mawingu na giza kuu. Kamata hiyo point. Zefania hazungumzi kuhusu tu siku ya kurudi kwa Yesu kushuka, hapana. Anaongea kuhusu matukio
ambayo yanatuelekeza macho yetu kwa kushuka kwa Yesu mara ya pili. Na ukisikia the day of the Lord, sio siku moja. Mfano Yesu anasema ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adam. Siku zake mwana wa Adam pia inaitwa siku ya Bwana. Inaanzia mahali na inaishia kwa Yesu kushuka kutoka mbinguni na mawingu na malaika. Kuna matukio ambayo Zefania anatupangia pale, na ametutajia siku ya giza na mawingu. Ni siku gani? Angalia. Inasema verses number 16. Siku ya tarumbeta na ya kamsa, na juu ya miji yenye maboma, na juu ya maboruji zilizo ndefu sana. Kwa hivyo Zefania anatuonyesha kwamba kabla Yesu ashuke kuna kitu kinaitwa giza na wingu. Na anasema Bwana ataleta hukumu juu ya maboruji. The towers, Kiingereza inasemaje wewe? Weka hiyo verse kwa English, verse 16. Zephaniah chapter 1 verse 16. Zephaniah chapter 1 verse 16. A day of trumpet and alarm against the fenced cities and against the high towers. Unaona? Kwa hivyo Zephaniah anatuonyesha hata Sandelo bado. Wacha nikuonyeshe kwanza Sandelo bado. Anatuambia kwamba ghadhabu ya Mungu itakuwa juu ya wafalme wa dunia. Na juu ya nini? Maburuji mandefu, minara, the towers. Na anasema it is the great and dark and cloudy day. Ni siku ya giza na ya mawingu. Inamaanisha dunia mzima itaona giza. Na ndio unaona akiendelea katika mstari wake ni wa 17 inasema verse 17 Zephaniah chapter 1. Minara zinaanguka, maburuji mandefu. Ezekiel anasema ya kwamba Bwana atakuwa miongoni mwa watu wake akiteua kikundi kingine katika siku ya giza na wingu kuu. Atawaachisha wengine kazi. Zephania anatuambia hiyo siku ni siku ambayo minara inaanguka, ni siku ya tarumbeta. Bwana anaanza kuleta ghadhabu yake juu ya mataifa. Verse 17. Angalia. Nami nitawaletea wanadamu dhiki, hata watakwenda kama vipofu, kwa sababu wamemtenda Bwana dhambi, na damu yao itamwagwa kama mavumbi na nyama yao kama mavi. Tutaangalia. Fedha yao wala dhahabu yao havitaweza kuokoa katika siku ile ya ghadhabu ya Bwana. Unaona? Mwingine anaweza sema hii ni siku Yesu anashuka mara ya pili. Hapana, angalia verse 2. Angalia chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 1 inatuonyesha Sandelo. Inatuonyesha Sandelo. Mimi nilikuwa nataka nikuonyeshe. Hii inaitwa mtiririko wa matukio ambayo inatupeleka mpaka Sandelo in chapter 2 verse 1 of Zephaniah. Angalia vizuri Biblia yako. Biblia yako inasemaje? Zephaniah 2:1. Wasabato wanaambiwa nini? Jikusanyeni, naam, jikusanyeni taifa lisilo na haya. Wanajikusanya wakati gani? Verse 2. Kabla haijazaa hiyo amri, kabla haijapita siku ile ya kuzaliwa amri, kama makapi, kabla haijawajilia hasira kali ya Bwana, kabla haijawalijilia siku ya hasira ya Bwana. Kwa hivyo chapter 2 and verses number 1 inazungumzia Sandelo. Inamaanisha chapter 1 kutoka verses number 14 to verses number 18 inazungumzia matukio, na hapo kuna kuanguka kwa minara. Anasema ni siku ya giza na ni siku ya mawingu. Inamaanisha minara ikianguka. Ezekiel anajua ya kwamba Bwana anaingia katikati ya watu wake na anaanza kuteua watu katika siku hiyo ya giza na mawingu. Sijui kama umeelewa. Hizi vitu zininichukua muda mwingi mimi ndio niweze kuelewa. Najua watu wengi hawataelewa kwa haraka, lakini soma tu utaelewa. Hizi zinaitwa prophetic parallels of the Bible. Ni tamu, ni nzuri, ziko na umuhimu kusoma. Hatuwezi kufanya interpretation ya Biblia vile tunataka. Manabii wote wamezungumza lugha moja. Na ndio unaona Yesu anapoingia Israeli mara ya kwanza tunaona anachagua watu wake. Sasa swali, minara inaanguka lini? Huyu mjumbe wa Ufunuo 18 anateremka lini? Live Sketches 4:11. Utaipata. Now comes Live Sketches 4:11. Pole tu. Dada White anasema ujumbe wa Ufunuo 18 ambao unaashiria kufunuliwa kwa haki ya Kristo ama Yesu miongoni mwao. Unafunuliwa nini? Unafunuliwa lini? When? Naona hayo ndio masuala ambayo tunataka kuyajadili. Tulikuwa tumeiweka wakati mwingine. Now comes the word. Live Sketches 4:11. Live Sketches 4:11.
And paragraph number 1. Barikiwa sana. Life Sketches 411. Wale ambao wanasoma roho ya unabii. Nasoma kitabu kinaitwa Life Sketches 411 paragraph number 5. Dada White anasema anapoangalia kuhusu matukio ya kuanguka kwa minara, anasema Davidi tafuta Life Sketches 411 paragraph number 5. Hizi ni nukuu ambazo zinawatia watu wasiwasi. Hatuwezi kusema ya kwamba Yesu anaanza kuteua watu waingie kazini Sandelo. Hapana, hiyo kazi inaanza kufanyika pale inaitwa the loud cry. Lakini mjumbe huyo lazima ingie wakati minara inaanguka. Life Sketches, mara nyingi hizi nukuu, acha nitafute hapa. Nafikiri nimeiona. Alafu ndio tuweze kuwa ni wenye kujenga hoja. Dada White alikuwa anasema hivi kuhusiana na ilo andiko, kuhusiana na Isaya. Weka kwanza Isaya 30 verses number 5. Tutoe ushahidi wa Biblia kwanza. Watu wanaweza sema tunakimbilia roho nabii mapema. Life Sketches, weka Isaya chapter 30 and verses number 25. Isaya chapter 30. Isaya chapter 30 and verses number 25. Inasemaje? Inasema, na juu ya kila mlima mrefu, tusome pamoja, na juu ya kila kilima kilichoinuka kutakuwepo na nini? Mito na vijito vya maji. Lini? Vijito vya maji lazima tuweze kuelewa kwamba ni umiminikaji mwa roho. Naona? Anasema vijito na mito vya maji katika siku ya machinjo makuu itakapoanguka minara. Itakapoanguka minara. Huyo ni nani? Huyo ni Isaya. Isaya anasema itakapoanguka minara, mito na vijito vya maji vitaanza kutiririka. Weka Yohana 7:37. John chapter 7. Ndio tutoe quotation hii ya Life Sketches. Ukisikia mito na vijito vya maji, maana yake nini? Maana yake nini? Usisahau ya kwamba hapo ndio Yesu anaingia katikati ya watu wake ili kwamba aweze kuanzisha kazi ya kuchagua na kuachisha wengine kazi. Anachagua wengine na anaingiza wengine kazini. Umeweka John chapter 7. John chapter 7 and verses number 37. Vijito na mito vya maji, maana yake nini? Vijito na mito ya maji, maana yake nini? Tusome pamoja. Hiyo ni kitabu kinaitwa John chapter 7 verse 37. Inasema hata siku za mwisho, siku ile kuu ilikuwa ni siku kuu. Yesu alisemaje? Yesu akasimama, akapaza sauti yake akisema, mtu akiona kiu na aje kwangu, si ndio? Alafu inaendelea ikisema katika mstari wake ni wa, angalia ile andiko vizuri mpendo mtazamaji, maana Isaya anasema hapo ndio mvua itaanza kumiminika. Katika aya inasema nini? Aya yake ni 38. Anasema, aniaminie mimi maji kama vile maandiko yalivyonena, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Sasa angalia, mito ya maji hii ni nini? Inaendelea. Maneno hayo alinena kwa habari za roho. Kumbe mito ya maji ni habari za roho. Sasa Isaya anasema roho atamiminwa wakati wa machinjo makuu itakapoanguka minara. Haya, weka Life Sketches.
Alafu turudi Ezekiel 34 tuangalie siku ya giza na siku ya tarumbeta na siku ambayo ni ya Kamsa. Siku hiyo minara itakapoanguka, dada wetu anasemaje? Anasema ni matukio yapi yatakayotokea? Ndio turudi kwa mchungaji. Kwa hivyo mimi kitu ambacho naona pale ni ya kwamba hajaweka proper perspective ya prophetic events. Hajaziweka katika mpangilio jinsi ambavyo Biblia na Roho Nabii imezungumza. Kama angeziweka katika mtiririko wao vizuri, ingetoa tu majibu vizuri. Maana majibu yote yako tu. Life Sketches 4:11 paragraph number 5. Angalia ile andiko inasema nini? Now comes the word that I have declared. Sasa hapa kuna neno ambalo watu wanasema nilisema. That New York is to be swept away by a tidal wave. This I have never said. I said, nalisema, as I looked at the lofty, as I looked at the great buildings going up there story after story. Nalipokuwa naangalia magorofa pale New York yakipanda juu, ghorofa baada ya ghorofa. What terrible scenes will take place. Ni mambo maajabu kabisa yatafanyika duniani. When the Lord shall arise to shake terribly the earth, then the words of Revelation 18:1-3 will be fulfilled. Wakati majengo hayo yataanguka rasmi. Huo ni ushahidi wa Roho Nabii. Ezekiel anasema ya kwamba Yesu atateremka. Revelation 18 itaanza. Inamaanisha wataanza kuitwa kazini tena. Hapa kuna ujumbe mara mbili. Watu wajitenge na mfumo na watu waanze kumfuata mwana kondoo kila aendako, maana amekuja na ujumbe. Amekuja na ujumbe. Wapendwa, hivi ndivyo Ezekiel anavyosema. Kwa hivyo mchungaji wa conference anaposema ya kwamba watu wasitoke kwa mfumo, inamaanisha jambo la kwanza, huenda hajui ya kwamba mjumbe huyu ako mjini tayari. The angel of Revelation 14 is already in town. Hiyo ndio kitu hajaelewa. Kwa sababu vuguvugu limekuwa kubwa. Naona limekuwa kubwa. Hebu tumsikilize kidogo napoendelea kujenga hoja. Tumsikilize kidogo tu. Somo lililopita la wito wa kumtii Mungu sehemu ya 3 tulisoma hii nukuu, Shuhuda kwa Kanisa gombo la 4 ukurasa wa 210 paragrafu ya 4. Tulisoma hivi: moyo mkuu wa kazi uko Battle Creek. Kwa wakati ule ndio ilikuwa makao makuu ya kanisa. Na kama moyo wa mwanadamu unavyotupa mkondo wake wa damu katika sehemu zote za mwili, ndivyo usimamizi wa mahali hapa, makao makuu ya kanisa letu, huathiri mwili mzima wa waumini. Ikiwa moyo wa mwili una afya, damu ambayo hutumwa kutoka kwake kupitia mfumo pia inakuwa ni yenye afya. Lakini ikiwa chemchemi hii imechafuka, kiumbe kizima kinaugua kwa sumu ya maji muhimu. Kwa hivyo ndivyo ilivyo na sisi. Ikiwa moyo wa kazi unakuwa mbovu, yani ikiwa makao makuu pameharibika, kanisa lote katika matawi na maslahi yake mbalimbali yaliyotawanyika nje ya nchi juu ya uso wa dunia linateseka kwa matokeo. Kwa sababu shetani anatafuta kuwachepusha viongozi makao makuu, ndipo afanikiwe kuchepusha mfumo mzima wa kanisa. Shetani anatenda kazi kupitia makao makuu. Kwa hiyo tuondoe zile dhana ya kwamba mfumo huu hauwezi kuingiliwa na shetani. Sio kweli. Sio kweli, itakuwa ni kujidanganya. Hebu jiulize hivi. Mchungaji anasema ya kwamba tuondoe dhana kabisa kwamba mfumo huu hauwezi kutekwa na shetani. Lakini cha ajabu ni ya kwamba shetani na Mungu wamegawana kiti. Wako katika serikali ya nusu mkate. Hapa Kenya tunasema hivyo, power sharing. Shetani anaweza kutawala kwa muda mchache, alafu akichoka na mwambia Mungu endeleza kazi, nitakuja baadaye. Na hii ni matatizo, kwa sababu kuweza kuwa na dhana ya kwamba Mungu na shetani wanaweza kutawala mahala pamoja, hiyo ni uongo. Kwanza ndio naona Yesu aliwaambia wafuasi wake, waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu. Kwa nini tunasema mfumo huu haufai kufuatwa kama sauti ya Mungu? Jambo la kwanza, mfumo wa General Conference umebadilisha imani na dini ya Waadventista wa Sabato. Kwa hivyo kile ambacho wanadhani ya kwamba ni imani, sio
Sio hiyo kwanza. Selected Messages book 1 page 204. Tokea pale Our Religion. Selected Messages. Selected Messages book 1 1SM page 204 and paragraph number 2. Selected Messages. Anasema our religion would be changed. Umeona? Selected Messages book 1 page 204 paragraph number 2. Dada White anasema dini yetu itabadilishwa. Our religion would... Unajua hata kama hawangekuwa wamebadilisha dini na waseme ya kwamba sisi tunaenda kwa Wakatoliki kidogo tunarudi, lakini dini ni ile ile, hapo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Lakini sasa ni dini nyingine, kanisa nyingine ambayo Mungu hajui. Sasa tunasemaje tubaki kwa kanisa la Kikatoliki? Tutasalia aje chini ya mfumo la Kikatoliki ambayo imetangazwa rasmi ni Katoliki? Sasa tutasaliaje hapo? Hapa ndio nafikiri hatuwezi kuelewana wala kupatana na mchungaji. Umepata? Anasema our religion will be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years. Nikuwekea tena. Would be accounted as error. Naona? Ikiwa dada White anasema our religion would be changed, dini yetu itabadilishwa. Swali linakuja. Tukae chini ya mfumo ipi? Ambayo ni dini tofauti na ya Waadventista wa Sabato ama ni ile ile? Hapa ndiyo kuna matatizo, inaitwa patashika suruali kuchanika. Hapa ndiyo kuna matatizo inaanza. Kwa hivyo tumeonyesha katika Roho Nabii, hiyo ni Selected Messages book 1 page 204. Na Yesu anapoingia na mpepeto, tunaona anaanza kupepeta na watu wanamfuata yeye, wengine wanasalia na viongozi. Kila mtu anakuwa na maamuzi yake. Ukweli ni kwamba kazi ya kuchagua watu wajitenge na mfumo haikuanza Pentekoste. Bana, inaanza kabla ya Pentekoste. Inaanza kabla ya Pentekoste. Dini yetu imebadilishwa. Inamaanisha dini ambayo inatawala sasa sio ile ya Waadventista wa Sabato. Our religion would be changed. The fundamental principles that have sustained the work for the last 50 years would be accounted as error. Alafu anasema a new organization would be established. Mfumo mwingine utawekwa. Alafu anasema nothing will be allowed to stand in the way of this new movement. Sikilizeni. Alafu mwishowe ukisoma hiyo Selected Messages anasema watakuwa wamejenga juu ya mchanga wa bahari, alafu upepo utaangusha system hiyo yote. Wapendwa wasikilizeni. Ni wakati gani Yesu anaingia kwenye mfumo wa wana wa Israeli na kuanza kuchagua watu wengine? Sio wakati wa Pentekoste. Ni wakati ambapo minara inaanguka kipindi chetu. Ni wakati ambapo Yesu anazaliwa rasmi, anakuja kimwili mara ya kwanza. Maandiko yanasema anawajilia watu wake. Anawajilia watu wake rasmi. Na hawakutambua wakati wa kujiliwa kwao. Hawakutambua. Na kama hawakutambua inamaanisha nataka unisomee hii nuku nyingine. Kitabu cha kitabu ambacho ni 11 MR 229 paragraph number 2. 11 MR 229 and paragraph number 2. Sikiliza. Dada White katika nukuu zake zote alizoziandika, hii ni nukuu, baadhi ya nukuu ambazo zinaleta matatizo miongoni mwa wale ambao wanasema tusalie katika system iliyoasi. Mara nyingi hoja ambazo wanajaribu kuzijenga za kuonyesha ya kwamba tunatakiwa kusalia pale huwa mara nyingi hazina msingi. Huwa mara nyingi zinaonekana kana kwamba ziko na uvuguvugu. Na nitasema ya kwamba sababu ni ya kwamba
mara nyingi huwa wanachukua nukuu za zamani. Nimewahi kukutana na watu wengi wakisema, unajua dada White alisema usiseme kanisa imekuwa Babeli watu watoke. Na ukianza kuwauliza hawa watu, kanisa gani si Babeli? Ni kanisa ambalo limejitenga na ukweli, ikaingia Katoliki, ikachukua mafundisho ya Kiroma na ikafanya mkataba ya Roma, ama ni kanisa ambalo halijawahi kuingia katika hayo masuala? Ni ile ambayo unajua tena hata kujibu. Maana yeye amekimbilia kusema kanisa si Babeli. Ukimuuliza gani, atakujibu kanisa la Waadventista wa Sabato ipi? Maana kanisa la Waadventista wa Sabato ambalo Biblia na Roho Nabii inatambua ni hili. Ufunuo, umeweka andiko unaandika, ulikuwa unaweka kwa screen tusome 11MR. Ngoja kwanza nikuje kwa hiyo hoja 11MR. Wacha kwanza nisome. Dada White anasema as reformers, kama wana matengenezo, they had come out of the other denominations. Walikuwa wamejitenga na makanisa yaliyoasi. But they now act a part similar to that which the churches acted. Haya makanisa ya kijumapili ya kilokole yanafanyeje na kanisa la Kiadventista wa Sabato chini ya mfumo wa General Conference? Nao wanafanyeje? Amesoma nukuu ambayo General Conference inasemekana ikileta sumu kila moja anakunywa. Leo ni nani atakubali tuweke dawa ya panya kwenye chakula chake yale hata kama ni kidogo? Si watasema watakufa. Mbona tukubali sumu ambayo inatoka nje? Tukisema ya kwamba wametuletea sumu, ni Mungu anawatumia. Hii ni sauti ya Mungu, ametuletea sumu, acha tutumie. Hii ni uongo. Dada White anasema kama wana matengenezo walikuwa wamejitenga na makanisa yaliyoasi. But they now act as part similar to that which the churches acted. Tutakuja kuangalia hayo makanisa yaliyoasi ya kilokole ya kijumapili nao wanafanyeje leo. Alafu anasema we hoped, tulikuwa tumetarajia ya kwamba there would not be the necessity of another coming out. Hata mimi mara mwanzo nilisema ya kwamba watu wasitoke. Hata mimi nilikuwa limedhani. Kwa hivyo utawakuta wengi wanatoa nukuu za zamani. Ati musiite kanisa Babeli, musitoke. Sasa hapa dada White anasema hata mimi nilikuwa nimedhani ya kwamba hakuta kuwepo na kutoka mara nyingine. Sasa huku kutoka kuingine nako kuna maanisha nini? Mbona leo tukijitenga na mfumo tunatakiwa tukae kwa mfumo ulioasi kivipi? Kwa misingi gani? Anayezungumza hajui prophetic patterns. Anazungumza kutokana na dhana, anachukua statements za dada White, anazirudisha, anazipeleka mbele, anazitoa katika setting yao. Hiyo si kweli, watu wa Mungu. Ni namna gani mfumo wa General Conference unafanana na makanisa mengine? Ni kwa njia ya kuingia ecumenism. Na yeye mwenyewe atasema wamefanya mkataba rasmi na Umoja wa Mataifa. Hebu achilia tusikilize maneno hapa, tuone mahali ambapo tunaelekea. Mbinguni mahali patakatifu, dhambi iliingiaje? Shetani alifanikiwaje kumdanganya Hawa, watu ambao hawakujua dhambi? Ndio kazi kuu ya shetani. Huku kwingine anashughulika, lakini kazi kuu ya shetani, nguvu zote amezielekeza General Conference. Ndio kazi kuu ya shetani ilipo. Silaha zake zote ameelekeza hapo. Kazi kuu ya shetani iko katika makao makuu ya imani yetu. Yeye husababisha uchungu kwa kuwarubuni watu walio katika nyadhifa za uwajibikaji na kuwashawishi wasio waaminifu kwa amana zao kadhaa. Kwa kuwarubuni walio kwenye nyadhifa, makao makuu ya kanisa, na kwa kuwashawishi wasio waaminifu kwa amana zao kadhaa. Katika amana ambazo General Conference inazisimamia ni utume, kwa ni amana kubwa, maana ndio uwepo wa kanisa. Utume, mission. Hakuna mission kama hakuna ujumbe. Kwa hiyo hakuna message, hakuna mission. Kwa hiyo amana kuu inayosimamiwa na General Conference, our mission. Na mission inahitaji message. Message yetu ni nini? Ujumbe wetu ni nini? Ni ukweli wa sasa. Ujumbe malaika wa kwanza, malaika wa pili, malaika wa tatu. Our pillars. Pillars of our faith. Kwa hiyo ndio amana kubwa. Zipo na zingine, maana ametaja kadhaa. Hiyo ndio amana kubwa. Kwa shetani anafanya kazi. The chief work of the devil is at
the General Conference of our faith, at the headquarters of our faith, katika makao makuu ya imani yetu. Pale ndipo kazi kuu ya shetani. Anafanya nini? Anawarubuni walio kwenye nyadhifa za uongozi. Mimi ningekuwa namfuata huyu mchungaji nisikie hayo tu, hata bila kusikia mambo mengine. Ati kazi kubwa ya shetani iko kwenye General Conference headquarters. Mimi ningekuwa nimetoka kitambo. Mimi sidhani hata kama kuna mvuta bangi ama mvuta sigara ama mnywa pombe anaweza kukubaliana na hiyo. Ati unajua kazi ya shetani kubwa iko hapo, shetani yako hapo, lakini tukae hapo. Huyo ni nani mwenye ako na hiyo akili atakaa hapo? Hata kama hujawahi kwenda kanisa lolote, ama wewe unataka kuingia kanisa la Kisabato alafu usikie mchungaji vile anazungumza, unataka kuniambia hata mlevi atakubaliana na hii? Sikilizeni kidogo, hii inaitwa kukanganya ulimi. Unajikanganya katika matamshi yako. Anasema ya kwamba utume ni wa Mungu, lakini shetani ameteka, lakini ni Mungu wako na utume hapo. Uone unajichanganya tayari. Mungu na shetani wanakaa mahali pamoja. Mungu anatumia shetani ameteka, wanaongea mambo ya shetani, lakini ni Mungu anawatumia kupeleka utume. Wewe uone unajichanganya hata hapo. Naona? Nukuu hii ya kwanza inasema hivi. God as a church. Anza na hiyo. Mungu wako na kanisa lake. Kanisa la Mungu sio mfumo wa General Conference hii. Watu wanafikiria ni kanisa ya Mungu. Hapo juu. DA 232. Desire of Ages 232. Hiyo juu 17 MR samahani. Naona? 1 2 3 4 5. Sawa. 17 MR 81. Hiyo ndio nilikuwa nataka. Amina. 17 MR manuscript releases page 81 paragraph number 4. Nimeijua usijali. 81.4. Weka tu 81.4. Pale imeandikwa vibaya 81R ni 81.4 ni paragraph ya 4. Sikiliza kwa wale wanafikiria kwamba mfumo wa General Conference ndio kanisa ya Mungu. Mungu anaga kanisa ambayo imeingia Katholikiana, na mimi niko na ujasiri wa kusema hiyo. Mungu hana kanisa imeingia Katoliki ikafanya mikataba na World Council of Churches na United Nations. Hana kanisa kama hiyo. Hana. God has a church. Ako na kanisa lake. It is not the great cathedral. Sio hiyo majengo makubwa mnafikiria. Neither is it the national establishment. Haijaanzishwa na serikali yoyote. Neither is it the various denominations. Sio hizi dini mnaona za mifumo hizi. It is the people who love God and keep his commandments. Ni watu, si mifumo iliyoasi. Ni watu wanaompenda Mungu na amri zake. Where 2 or 3 are gathered together in my name, there I am in the midst of them. Where Christ is even among the humble few, there is Christ's church. Kwa hivyo kuna wale wanafikiria mfumo ndio kanisa la Mungu. Hata ikiasi tukae kwa ngozi ya ng'ombe kama kupe, hata kama ng'ombe yamekufa. Tunaambiwa katika Desire of Ages 232 paragraph number 2, tunawauliza watangulizi wetu, wakati mfumo uliasi mulikaa? Hii ni uongo bwana. Haiwezekani. Hili jambo haliwezekani kabisa. Hakuna hata mvuta bangi atakucheka. Wewe ita wavuta bangi wakalishe chini, waambie hivi, kwa hii kanisa shetani yako pale ndiye anaongoza hii kanisa, lakini tuingieni tu tusitoke, bado Mungu anatumia hiyo tu mfumo. Ita wavuta bangi waambie hivyo, uone ni nani atakufuata. Wote wataenda. Wavuta bangi kabisa waambie shetani yako hapa, lakini tuingieni. Wewe mwambie hapana. Niliambiwa zamani tusiingie kwa mambo ya shetani. Nani mvuta bangi hata kubaliana na wewe? Inasema, when the reformers preach the word of God, wakati wana matengenezo waliotutangulia sisi, wakati walikuwa na hubiri ujumbe wa kweli, they had no thought of separating themselves from the established church. Hawakuwa na nia ya kujitenga. But the religious leaders would not tolerate the light. Walipinga ukweli wote. Unaona? Therefore, those who bore it, wale waliokuwa na nuru ile, they were forced to seek another class. Walilazimika kutafuta kikundi kingine, who were longing for the truth. Unaona?
Lazimika kutafuta kikundi kingine ambacho walikuwa wanapenda kweli waendelee kushiriki, wawe kanisa la kweli. Katika siku zetu, in our day, few of the professed followers of the reformers are actuated by their spirit, few are listening for the voice of God. Huyu mchungaji anasema yeye ni mwana matengenezo, lakini bahati mbaya hasikii sauti ya Mungu. Maana wana matengenezo wote wanajitenga na mifumo iliyoasi. Inaendelea. Paragraph number 2. Often, Desire of Ages 232, paragraph 2. Often, siku zote, those who follow in the steps of the reformers, wale wanaofuata katika nyayo za wana matengenezo waliotutangulia, they are forced to turn away from the churches they love. Wanalazimika kuyaacha makanisa yaliyoasi in order to declare the plain teachings of the word of God. Relax, acha niendelee. Unaona? Sijali. Hiyo Desire of Ages. Wanalazimika kuyaacha makanisa wanayoyapenda ili kwamba waweze kumtii Mungu vikamilifu. Sikilizeni watu wa Mungu, ikiendelea. Hiyo ni paragraph number 3. Sasa itakuwaje leo sisi reformers, kama leo Mungu angetufufua tuwe hai? Angewafufua reformers waliokufa wawe hai. Na sisi ambao ni reformers leo tuwe hai. Alafu tuketi kwenye baraza, tuanze kuambia, unajua mlifanya makosa kujitenga na mifumo, Mungu amesema tusijitenge, mbona mlijitenga? Wewe unaona hiyo kesi itaamuliwa na nani? Mungu hana kipendeleo. Martin Luther alijitenga, nasi tunajitenga vile vile. Somo ya mazingira, dada White anasema katika 21, hiyo inayofuata nilikuwekea. Twende kwa 21 MR. Na hii ndiyo itatuongoza kusikiliza anavyosema. Mimi nampenda huyu mchungaji maana hako na ukweli mwingi. Kuna kaukweli kadogo, yani kuna kaukweli kidogo tu, bado. Akikubaliana hiyo, aweke mambo vizuri bwana. Hakuna mwana matengenezo anakaa kwa nyumba iliyoasi, hakuna hata mmoja. Wae kuuliza mwingine ananiambia, unajua Nuhu alikaa kwa safina na wanyama walikuwa wamekunia huko, sasa hakutoka. Sabato ni watu wa ajabu. Wakae tu na mavi, alisikia harufu zote hakutoka. Sikiliza, dada White alisema kipindi chake kabla ya kufa, we are in danger of becoming a sister to fallen Babylon. Tuko kwenye hatari ya kuwa dada ya Babeli iliyoanguka. Of allowing our churches to become corrupted and filled with every foul spirit, a cage of every unclean and hateful bird. And will we be clear unless we make decided movements to cure the existing evil? Kama tutaponya uasi huo, tutakuwa dada ya Babeli, tutakuwa Babeli. Sikilizeni watu wa Mungu. Nataka umsikize huyu mchungaji, anasema ya kwamba mfumo wa General Conference umefanya mkataba ya United Nations. Na anasema vizuri, wanaendeleza kazi ya United Nations. Huko anasema, unajua utume bado. Utume gani? Mdomo gani itatoa ujumbe mara mbili? Achilia tumsikie. Washawishi wasio waaminifu kwa amana zao kadhaa. Moja ya amana ni ukweli wa sasa, ujumbe. Sikiza nabii anaendelea kusema, anaingiza mashaka na wivu wake katika akili za wale ambao biashara yao ni kufanya kazi ya Mungu kwa uaminifu. Wakati Mungu anawajaribu ili sio tu waangamizwe wenyewe, bali waweze kuwashawishi wengine kufanya makosa na kuumiza kazi kuu. Shetani anashughulika wakati Mungu anawatengeneza wafai kwenye nyadhifa. Shetani anashughulika kwa nguvu zake zote kuwadanganya wenye nyadhifa makao makuu ya kanisa na kuwashawishi. Sio tu lengo lake waangamizwe wenyewe, waangamize wengine kwa njia ya kufanya makosa na kuumiza kazi kuu. Kazi kuu ni nini? Utume, mission. Mission haipo kama hakuna message. Kwa shetani akapora message. Kwa kupora message, kanisa linapeleka utume bila message. Hicho ndicho shetani anachokifanya, kuumiza kazi kuu. Ndio lengo lake. Nabii anaendelea kusema, anatafuta kwa njia zote katika uwezo wake kutikisa ujasiri wa watu wa Mungu kwa sauti ya onyo na karipio ambayo kwayo Mungu anapanga kusafisha kanisa
na kufanikisha kusudi lake. Anatafuta kwa njia zote kwa uwezo wake kutikisa ujasiri wa watu wa Mungu. Ili atekeleze ile kusudi, anatikisa ujasiri wa watu wa Mungu katika sauti ya onyo na karipio. Na anaposema sauti ya onyo na karipio, ukitafuta muktadha wake hapa, anazungumzia testimonies, ushuhuda, roho ya unabii. Kwa hiyo ili afanikiwe, alishughulika na viongozi wetu makao makuu kwa kuwafanya wapuuze nuru iliyofunuliwa kwao, kama alivyofanya kwa viongozi wa Wayahudi. Historia ikajirudia, akafanya hivyo kwa viongozi wa kanisa letu makao makuu. Waondoe ujasiri wao kwenye testimonies, sauti ya onyo na karipio, kwa kuacha maonyo ya roho ya unabii. Matokeo yake, kanisa letu, mfumo wa kanisa, umeasi kwa kuacha ukweli wa sasa. Haya, sasa nataka niingie katika kipengele cha mwisho ambacho mchungaji anakizungumzia. Baada ya kumsikiliza, anakiri kabisa ya kwamba mfumo umeasi. Na jambo ambalo mimi linanishangaza ni ya kwamba hawa viongozi, kwa sababu wameasi, tusiwaache kwa sasa. Bado huenda ni sauti ya Mungu, bado Mungu anawatumia. Ilhali tunaona ya kwamba dada wetu anasema walianza kufanya kama makanisa ya Jumapili, makanisa ya kilokole ya Jumapili, kitu ambacho kilisababisha wao waweze kuachwa na Mungu. Inaitwa Sardis. Hebu soma kitabu cha Ufunuo, Revelation chapter number 2. Hebu tuende kwa kipindi cha kanisa la Sardis kidogo nikuonyeshe. Makanisa matatu. Ya kwanza inaitwa Sardis, ingine inaitwa Philadelphia, ingine inaitwa Laodikia. Hayo makanisa matatu ni moja peke yake itafaulu hapo. Moja tu. Moja ambayo inaitwa Philadelphia. Na sababu ni hii. Sababu kanisa la Sardis inaitwa The Church of Protestant Reformation. Dhambi kubwa walioifanya ni hii. Revelation chapter number 3 verses number 1, samahani. Revelation chapter 3 verses number 1 inasema, na kwa malaika wa kanisa liloko Sardi andika. Sardis inaanza na Martin Luther, wakina John Wesley, Tyndale na wengine wanaendeleza Reformation. Mungu akasema iandikwe nini? Haya ndiyo anenayo yeye aliye na hizo roho 7 za Mungu na zile nyota 7, na yajua matendo yako, na ya kuwa una jina la kuwa hai, nawe umekufa. Shida ya kanisa la Sardis Protestant Reformation ilifika mahala wakasalia na jina. Walibaki na jina ya kwamba wako hai, lakini Mungu anasema wamekufa. Nataka uone sababu. Inasema verses number 2, uwe mwenye kukesha, ukayaimarishe mambo yaliyosalia, yanayotaka kufa, maana si kuona matendo yako kuwa yametimilika mbele za Mungu wangu. Wangefaa ku strengthen that which remains. Sardis ikafika mahali wakafanya blunder of blunders. Walifanya makosa ambayo ni kubwa ya makosa yote, ndiyo wakasalia na jina nominal, in name only. Wakabaki makanisa. Isaya 4:1 anasema, na siku hiyo wanawake 7, yani makanisa mengi yanayodai ukamilifu wa Mungu, watamshika mume mmoja wakisema, tutakula chakula chetu wenyewe na kuvaa mavazi yetu wenyewe, ila tuitanishwe tu kwa jina lako wewe mume, utuondolee aibu yetu. Sisi ni makanisa ya kijumapili. Lakini makosa tumefanya sisi, hatutaki chakula chako na hatutaki haki yako, tunataka yetu, tunataka neno ambayo ni yetu. Sardis, makanisa ya kijumapili, makosa waliofanya ndiyo hii. Mstari wake ni 20, angalia. Ndiyo wakawa wamekufa, ndiyo wakasalia na jina peke yake. Revelation, tuko wapi? Samahani kidogo tu niangalie ile andiko vizuri. Revelation chapter number 3 ndio umesoma Kwa nini wanaitwa Sardis wanaanza Reformation? Ukisoma hapo nyuma chapter 2 verses number 20. Hii ndio nilikuwa nataka kusoma, rudi nyuma. Chapter 2 verses number 20. Angalia makosa ilianzia wapi. Ndio aingie kwa Sardis. Mungu aseme imarisheni mambo yaliyosalia, msiwache Reformation. Shida ilitokea wapi? Mungu anasema, lakini nina neno juu yako, ya kwamba wamridhia yule mwanamke Jezebel, yeye ajiitaye nabii, na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula
vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. Unaona? Sasa kuna mwanamke huyu kahaba, system ya Kiroma, ambayo alianza kuwavuta watu nyuma. Inapoingia kipindi cha Sardis, Mungu anasema hata wao wamerudi nyuma. Wakaanza kumrudia yule mwanamke anaitwa Jezebel. Hiyo ni kanisa la Sardis. Dhambi hiyo inaonekana imerudiwa na Laodikia, mfumo wa General Conference, na wao wanaonekana wameingia katika mtego huo huo. Wanaingia katika miunganiko ya World Council of Churches. Wanaingia katika miunganiko ya Roma. Nao pia wanafanya dhambi ile. Ndio unaona haya mafungu matatu ya mwisho ni muhimu tusome. Haya mafungu matatu, Sardis, Philadelphia, Laodikia, ni fungu moja tu ndio itasalia imesimama, na ni ya katikati, fungu la katikati. Hebu nisaidie Zekaria 13 verse 8. Zekaria 13 verses number 8, mafungu haya matatu. Hivi ndivyo pioneers wetu walielewa hilo andiko. Kwanza, primary application. Najua kuna secondary application ya Friday, Sabato na Sunday. Hiyo inaitwa secondary. Hiyo ni maana ya pili. Lakini maana ya kwanza ya andiko hilo walilielewa wale ambao wanaitwa reformers na wale wanaitwa pioneers, walilielewa hivi ya kwamba haya ni makanisa matatu ya mwisho. Angalia. Kuna kitu nataka aseme ndio tumalize ya United Nations. Hapo ndio tutamalizia. Zechariah chapter number 13 and verses number 8. Zekaria ama Zechariah. Sikiliza hilo andiko. Maandiko matakatifu yanasema katika Zekaria ama kitabu cha Zechariah 13 verses number 8. Hata itakuwa ya kwamba katika nchi yote, na nchi inayozungumziwa na Israeli, katika Israeli yote iliyo na kweli, mafungu mawili yatakataliwa mbali, nao watakufa, asema Bwana. Lakini fungu la tatu litabaki humo. Nami nitalileta fungu lile la tatu na kulipitisha katika moto na kulisafisha. Inaitwa the fires of persecution. Dada wetu anasema when the fires of persecution really breaks upon us, wakati moto wa mateso utafunguliwa kwetu Sunday law. Hapo ndio the final chaff and the wheat will be separated when the fires of persecution in great controversy. Kwa hivyo Zekaria anasema hii moto ambayo tutapitishwa ni Sunday law. Ni mimi nakuuliza swali rahisi. Kati ya Philadelphia, Sardis na Laodikia, ni wapi katika historia ya makanisa hayo matatu, ni wapi Sunday law, sheria ya Jumapili, imetajwa? Ni wakati wa kipindi cha kanisa gani kati ya hizo tatu ambayo tunaona sheria ya Jumapili imetajwa? Ni wakati wa Philadelphia. Hiyo ni Ufunuo 3:10. Inasema kwa sababu umelishika neno la subira yangu, mimi nami nitakulinda. Utoe katika saa ya kujaribiwa, ulio tayari kuujilia ulimwengu wote kuwajaribu. The hour of temptation. Haitajwa wakati wa Laodikia na haitajwa wakati wa Sardis, imetajwa wakati wa Philadelphia. Inamaanisha Philadelphia ndio kuna maneno. Nilikuwa nataka nikuonyesha ya kwamba katika Biblia Laodikia vile vile tunaona wanarudi kwa yule mwanamke kahaba. Nataka usikilize, wanafanya mkataba na wanakuwa Babylon, kama vile ambavyo makanisa ya Jumapili wamekuwa Babylon. Now mfumo wa General Conference unabadilika na unakuwa perfect Babylon kabisa. Mafungu hayo mawili yanaingia katika uasi. Fungu la tatu la katikati ndio linasalia. Hata ukiangalia mikataba, mapicha ni nyingi. Wanaingia katika, hebu weka hiyo tumsikilize kwanza United Nations tumalizie. Achilia 33. Yani Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa huko New York na mikutano ya tume ya haki za binadamu huko Geneva, Uswisi. Hadhi ya angel inajumuisha haki ya kuzungumza na kuwasilisha taarifa za maandishi kuhusu masuala muhimu kwa kanisa. Neville Matthews, mkurugenzi msaidizi wa conference kuu wa masuala ya umma na idara ya uhuru wa dini, ndiye kiungo kati ya conference kuu na Umoja wa Mataifa. Katika mkutano wa hivi karibuni ECOSOC, yani Economic and Social Council ya Umoja wa Mataifa, ambao ulichunguza ombi la hadhi ya angel la conference kuu, G. Ralph Thompson,
katibu wa conference kuu, na B.B. Beach, mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini, waliliwakilisha kanisa la Waadventista wa Sabato, wakizungumza na kujibu maswali. Tunaamini hadhi mpya ya Angel itasaidia kanisa la Waadventista wa Sabato kuanzisha uwepo katika jukwaa lingine na hivyo kuimarisha ufikiaji wake mzuri wa Kikristo. B.B. Beach ndiye anayesema hayo. Mwisho wa kunukuu. Kwa hiyo mwaka 1985 conference kuu ya kanisa la Waadventista wa Sabato, kanisa letu pendwa, lilituma maombi UN kuomba wanachama kupitia organ ya Economic and Social Council. Kuna organ 6 za Umoja wa Mataifa. Kuna General Assembly, kuna Security Council, Economic and Social Council, kuna Trustship Council, alafu kuna International Court of Justice, alafu kuna UN Secretariat. Sasa katika hizo 6, General Conference inakuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa kupitia organ hii ya Economic and Social Council. Kwa hiyo mwaka 1985 kanisa liliomba, na wakati tunajadiliwa, katibu mkuu wa GC kwa wakati ule na mkurugenzi wa idara ya masuala ya umma na uhuru wa kidini waliliwakilisha kanisa kwenye mkutano wa ECOSOC kujibu maswali na kujieleza, na hatimaye tukaruhusiwa kuwa mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Sasa basi, nini matokeo ya kujiunga na UN? Haya, sikiliza kwanza. Mchungaji anasema ya kwamba kanisa limejiunga rasmi na United Nations. Dada White anasemaje kuhusu kanisa kujiunga na United Nations, mfumo wa General Conference? Itakuwa bado ndiyo sauti ya Mungu ama itakuwa imekuwa Babylon? Mimi natoa ushahidi. Na hivyo ndivyo Wayahudi walivyofanya. Wayahudi walipoingiana na mataifa walibadilika wakawa Babylon. Na hii ndiyo kitu ambacho mchungaji anashindwa kusema ya kwamba mfumo wa General Conference ni Babeli. Maana jambo la kwanza, wameingia katika United Nations. Kama ametoa proof hiyo, mbona anasema tubaki katika mfumo wa General Conference ambao anasema yeye wanaendeleza agenda za United Nations? Alisema mwenyewe. Sasa tunauliza dada White, mfumo wa General Conference unapoingia katika United Nations na kufanya mkataba na kuwa member, na wanapoingia katika Council of Churches Ecumenism na kuwa members, imekuwa Babeli kama vile ambavyo Sardis, ama tunaweza kuendelea kuwa pale haijakuwa Babeli? Sikilizeni watu wa Mungu. Kanisa la Mungu si Babeli ambalo alijaingia katika mifumo hiyo. Mungu ananga kanisa ambayo imeingia Roma. Hana. Mimi sijaona katika roho nabii. Sijaona mahali Daudi anasema Mungu akona kanisa limeingia Babylon na bado ni kanisa ya Mungu. Sijaona. Nafikiri mnanielewa. Nasema katika kitabu kinaitwa Great Controversy 443. Great Controversy 443 and paragraph number 3. Acha nianze na hiyo. Great Controversy 443 and paragraph number 3. Sikiliza wapendwa, kwa sababu mfumo wa General Conference umeingia katika World Council of Churches. Swali, ama limeingia katika United Nations. Swali ni rahisi. Je, limekuwa Babeli maana wamejichanganya na Umoja wa Mataifa? Wayahudi walikuwa Babeli kivipi ndio Yesu aseme watu waachane na mfumo huo? Najua hatuwezi kuwa tunadai tuko na ukweli bado tuko na uongo. Hiyo haiwezekani. Tunaanza kusoma. Inasema, it was apostasy, ilikuwa ni uasi, that led the early church to seek the aid of the civil government. Ilikuwa ni uasi ambayo ilifanya kanisa la Sardis iweze kutafuta mashirikiano na serikali za kidunia. And this prepared the way for the development of the papacy. The beast, said Paul. There shall come a falling away. Sikiliza. Wakati makanisa ya Sardis waliosahau kuendeleza reformation, walipoanza kuingiliana na mataifa na serikali za dunia, kutafuta hata msaada wao, kufanya collaboration, apostasy hiyo ilifanya the man of sin akainuka.
Hayo ni makanisa ya zamani kabla ya Reformation. Dada White anasema akimaliza, so hivyo basi apostasy in the church. Dada White anasema uasi katika kanisa la leo will prepare the way for the image of the beast. Watajipata ya kwamba kanisa lote mfumo la kisabato limeingia katika muunganiko wa dini, the image apostasy in the Adventist Church, Seventh Day Adventist Church. Kwani apostasy kwa kanisa gani? Unataka kuniambia hiyo nukuu inalenga makanisa ya Sunday? Si tayari hiyo imeasi. Hii nukuu hailengi makanisa ya Jumapili na hailengi kanisa la Roma, maana haya yameasi. Dada White anaandika future wakati wake, anasema so apostasy in the church will prepare the way for the image of the beast. Na ni ukweli. Leo Dada White akifufuka ataona ya kwamba tayari wameingia katika image, mpaka wamefanya mkataba na United Nations. Haya Dada White tuambie, wakati wataingia katika mikataba na dunia, watabaki kuwa sauti ya Mungu ama watakuwa Babylon, watu watengane naye? Simple and clear. Mimi siongezi wala sitoi, simple and clear. Nauliza. Haya. Nasoma hapo katika kitabu kinaitwa pale tu. Hapo Great Controversy. Unajua hizi nukuu ni nukuu ambazo ziko na uzito sana. Ndio hii 382 paragraph number 2. Great Controversy 382 and paragraph number 2. Acha tusome hii. Kwa sababu wameungamanishwa na Umoja wa Mataifa, the heathen, the nations. Je, Wayahudi walijiungamanisha na mataifa wakafanya mikataba wakasalia kuwa watu wa Mungu, ama walibadilika wakawa Babeli? Usau Dada White amesema apostasy in the church general conference will prepare the way for the image of the beast. Na hawana adabu hata leo. Unajua tuko huko ndani, huyu pastor si yange ama ni mshahara umemweka hapo. Unajua mimi najaribu kumwangalia, naona ni kama hako innocent, lakini sauti nyingine nikimsikiza naona huyu jamani kama anatetea mshahara. Unajua hapa kuna matatizo, hapa kuna shida, kuna shida kubwa. Sikilizeni watu wa Mungu, wewe unakiri mfumo wa general conference uko kwa United Nations, bado unasema ni sauti ya Mungu leo. Kivipi? Inasema mezituma hapo chini za mwisho, sijali. Sikilizeni watu wa Mungu, soma Great Controversy 382 paragraph yake ni ya 2 na ya 3. Niko karibu kumaliza maana nishamsikiza. Mfumo umeingia ecumenism, umeingia United Nations. Shetani anafanya hapo kazi, lakini msitoke, bado sauti ya Mungu iko hapo. Unajua kitu inanishangaza sana. Mungu anatumia shetani kufanya kazi. Hii maajabu ya Musa. Inasema it was by departure from the Lord. Ilikuwa ni kwa kumuondokea Mungu. And alliance with the heathen. Kuna mapicha. Na kujiingiza katika mataifa. Wayahudi viongozi waliingia miongoni mwa mataifa, that the Jewish nation, the Jewish church became a harlot. And Rome, corrupting itself in like manner by seeking the support of worldly powers, received a like condemnation. Unaona? Sikiliza hiyo nukuu rafiki, mtu asikudanganye. Ilikuwa ni kwa kujitenga na Mungu na kujiungamanisha na Umoja wa Mataifa ama mataifa ya dunia, that the Jewish church became a harlot. Kanisa la Kiyahudi likawa Babylon, likawa mwanamke kahaba. Alafu Yesu akasema endeleeni kukaa nao. Leo unaona viongozi wa kisabato ati wameingia United Nations. Unataka kuniambia Mungu atasimamisha viongozi wa Wayahudi na alete wa kisabato leo hapo, alafu aseme nyinyi wa Wayahudi mlikosea sana, endeni kwa moto. Alafu nyinyi wa SDA nyinyi bado mlikuwa sauti yangu, ingieni mbinguni. Waacheni uongo wa mchana. Huo ni uongo. Uongo wa mwisho huo. Kuna kitu kama hicho. Mungu ananga kipendeleo. Hiyo ni uongo. Hakuna vile. Na unajua United Nations chairman ni Baba Mtakatifu. Kwa hivyo mchungaji anaposema kanisa linaendesha kazi ama shughuli za United Nations, alafu bado anasema bado inaendeleza kazi ya Mungu gani? Hata wewe unajichanganya.
Hata sisi unatuchanganya. Sijamaliza kusoma hiyo nukuu. Nataka nikuonyeshe maajabu tunapoelekea kumaliza. Hiyo ni uongo. Sikilizeni watu wa Mungu. Uongo wa mwisho wa watu wa dini. Sardis walikuwa na ugonjwa huo, wakabaki na jina peke yake. Walidai ya kwamba wako hai. Mungu anasema ni maiti wanatembea. Hiyo ni uongo. The Order of Jesuits. Hawa ndio wana control the United Nations. Unataka kuniambia viongozi wa dini wafanye mkataba na United Nations bado wakuwe ni sauti ya Mungu? Hiyo ni uongo. Sasa rudi kwenye nukuu. Rudi kwenye nukuu. Wapendwa wasikilizeni. Huu ni uongo wa hali ya juu. Tuko hapo. Sikilizeni watu wa Mungu. Dada White anasema it was by departure from the Lord, kuachana na Mungu, and alliance with the heathen, wakaingiliana na mataifa. Leo tunaita umoja wa mataifa. That the Jewish church became a harlot, wakawa Babylon, and Rome corrupting herself in like manner by seeking the support of worldly powers receives a like condemnation. Weka hiyo ingine inayofuatilia sasa pale chini. Weka hiyo ya chini pale chini. Dada White anasemaje kuhusiana na mfumo wote ulioingiliana na mataifa? Anaendeleza. Babylon is said to be the mother of harlots. By her daughters, mabinti zake, must be symbolized, lazima iwe ni churches that cling to her doctrines, kama Trinity, Pathfinder, matching, sijui nini, vitu za uongo. Kuwakisha mishumaa makanisani, nani leo watatetea? Maana hayo mambo ni mafundisho ya Roma. Churches, makanisa yote ambayo nakuamilia mafundisho ya Roma, kamata hiyo point, that cling to her doctrines and traditions and follow her example, wanaofuata mfano wake of sacrificing the truth and the approval of God, wameachana na Mungu. Sikiliza sababu. In order to form an unlawful alliance with the world, ili kwamba waungane na dunia na mataifa. The message of Revelation 14, ujumbe wa Ufunuo 14 kuanzia mstari wake wa 8, announcing the fall of Babylon, ambayo inatangaza kuanguka kwa Babeli, must apply, lazima ujumbe huo uelekezwe kwa religious bodies, mifumo yote ya kidini, that were once pure, ambayo mwanzo ilikuwa safi na ilikuwa na kweli, but have become corrupt. Swali. Ikiwa mchungaji anakiri ya kwamba mfumo umeasi, umeingia Katoliki, umeingia United Nations, mimi nauliza swali. Kulingana na nukuu hii, je, mfumo wa General Conference unaweza kuwa umekuwa Babylon ama la? Na kama umekuwa Babeli kwa kuingia United Nations na kuondokea Mungu, tukae Babeli ama tunafaa kutoka? Mimi na swali tu rahisi. Rudi kwa Yesu tufunge. Rudi kwa Yesu. Mathayo 15:14. Wakati viongozi wa Kiyahudi walikuwa Babeli, Yesu alisemaje? Mimi namalizia hapo. Nafikiri mwenye kusikia amesikia. Nasoma kitabu cha Mathayo 15 mstari wake wa 14. Yesu akasema, waacheni hao, ni viongozi vipofu wa vipofu, na kipofu akimwongoza kipofu mwenzake wataingia shimoni wote wawili. Kwa hivyo sisi tunaamini ya kwamba tunaendeleza reformation. Sikiliza rafiki yangu, wewe unayefuatilia kutoka pale nyumbani. Watu wengi mara nyingi husema wana matengenezo, unajua mmeacha kanisa. Hakuna mwana matengenezo wameacha kanisa. Hakuna hata mmoja. Wana matengenezo wanarudisha watu katika misingi ya kanisa la Kiadventista wa Sabato, na wamejitenga na mfumo wa General Conference ulioingia katika uasi wa Roma. Wamejitenga. Hawajatoka kwa kanisa. Hata Yesu alijitenga na mfumo huo na wanafunzi wake. Kwani Yesu alikuwa ametoka kwa kanisa? Hiyo si kweli. Kwa hivyo tuendelee kupuliza tarumbeta. Tuendelee kuandaa watu kwa sababu ya kilio kikuu. Na kabla ya Sunday Law, maasi yatakuwa mengi. Sikilizeni watu wa Mungu. Yatakuwa mengi zaidi. Mimi nashukuru Mungu kwa sababu ya mchungaji, naendelea kumuombea na wengine. Mimi naomba watu wafuatilie somo zake kama vile ambavyo anasema, na watu wafuatilie pia somo zangu. Sikilizeni hoja ziko wapi. Hoja zenye nguvu ziko upande gani. Neema ya Mungu iwatoshe jioni ya leo. Hamna haja ya kuzungumza mengi. Tunafurahia sana. Kumbukeni watumishi wa Mungu, usikose kulike na kusubscribe katika channel zetu. Pia ningependa kuwatangazia kwamba tuko na channel mpya
ambayo itaanzisha somo mpya rasmi ambazo zinadili na familia zetu, ambayo inaitwa The New Step Family Show. Hakikisha umeingia kwenye YouTube, umesubscribe katika The New Step Family Show, maana kuanzia Thursday tutakuwa na show ya kwanza, episode 1. Tutakuwa tunajadili masuala yanayosumbua familia nyingi, kujaribu kuponya familia. Usipotee mpendwa, mifumo iliyoasi sio kanisa la Mungu. Amini Biblia, amini roho ya nabii. Kubali Yesu, tumfuate mwana kondoo kila endako. Ufunuo 14 mstari wake ni 4 nasema, hawa ndio wafuatao General Conference. Hawa ndio wamfuatao mwana kondoo kila aendako. Hawa ndio wasiotiwa unajisi. Ninarudia. Hawa ndio wasiotiwa unajisi, pamoja na wanawake. Hawajajichanganya na mifumo ya kidini. Hawajaingia katika Umoja wa Mataifa. Hilo ndilo kanisa la Mungu ambalo si Babeli. Hilo ndilo kanisa la Mungu ambalo halitaanguka, litapita, litapata ushindi. Hilo ndilo kanisa la Mungu ambalo limekamata agano na linarudisha watu katika misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato. Jiunge na movement hiyo. Usikubali kupotea. Amani ya Mungu iwe pamoja nanyi jioni ya leo. Zungumza nami kwenye WhatsApp. Watu wamezungumza nami. Hadi diski yangu kidogo ilikuwa na matatizo, nimewaeleza wengine, lakini nitasambaza information as soon as my hard drive imekuwa vizuri. Maana information niko na nyingi. Kuanzia mwaka wa 2008 nimekusanya information nyingi. 2008 sio leo. Bwana akubariki sana. Amani ya Mungu iwe pamoja nawe. Tunawaombea, tunawapenda. Kesho tuko live kwenye ibada zetu za wana matengenezo. Ungana pamoja nasi. Bwana akubariki sana. Muwe na usiku mwema. Tunaomba. Jina lako litukuzwe tena Baba yetu wa mbinguni, kwa sababu umetubariki na neno lako. Endelea kutusaidia tusimame katika kweli. Neema yako itutoshe. Watakaofuatilia somo wabarikiwe pamoja nasi. Naomba mapenzi yako zaidi ya yote yatimizwe kwa kila jambo, sasa na hata milele. Utulinde usiku wa giza. Neema yako itutoshe, kupitia jina la Yesu tumeomba.